Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, ndugu Seth Bernard Kasalu, amesema umoja huo unaunga mkono hoja za walimu wasio na ajira waliounda umoja unaotambulika kama NETO, waliokuwa wakiomba serikali kuwapa ajira na kushinikiza taasisi binafsi kuwalipa vizuri walimu wanaojitolea, vile kuangalia kwa ukaribu mchakato wa usaili wa walimu walioshutumu kuwa na viashiria vya upendeleo na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Akizungumza hii leo Machi 7, 2025 katika ofisi za chama zilizopo mkoani humo, mwenyekiti huyo ameiomba serikali kusikiliza hoja za walimu hao na kuja na majibu sahihi kwa maslahi mapana, si tu kwa walimu hao bali hata kwa watu wengine waliokosa ajira na taifa kwa ujumla. Aidha, ndugu Kasalu ametoa tahadhari kwa serikali juu ya hatari kubwa inayoweza kujitokeza iwapo kundi kubwa la vijana litakosa ajira. Vile amewashauri vijana kwa wakati huu ambao serikali ikiendelea kujadili hoja za vikundi mbalimbali kuhusu ajira, kuunda vikundi vitakavyowapa sifa za kupata mikopo ya 10% inayotolewa katika halmashauri mbalimbali hapa nchini ili waweze kujikwamua kiuchumi. Ningependa kurejea kauli ambayo alizungumza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema hatuwezi kutatua matatizo yetu au changamoto zetu kwa kuyafumbia macho tukiamini kwamba hayapo. Sasa kuna mambo yametokea katika nchi yetu na vijana wenzetu wamekuwa wakitoka hivi siku za karibuni wakipaza sauti, na vijana wengine wa mkoa wa Mwanza. Katika kipindi kama cha wiki 2 zilizopita, wiki 3, nimepokea simu nyingi. Kama ambavyo mnafahamu, serikali ilitangaza ajira za walimu hivi karibuni, na watu waliapply, waliweza kuomba hizo kazi vijana na wakaenda kwenye usahili, na mchakato bado unaendelea. Kwa kipindi cha muda kama wa wiki 2 zilizopita, nimekuwa nikipokea simu nyingi za vijana wengi kwa mkoa hususan wa Mwanza wakielezea jambo hili na wakihitaji niweze kulifanyia kazi na kuwasaidia. Sasa sisi kama umoja wa vijana Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tumewasikia vijana wenzetu. Juzi nafikiri mwezi huu kama si mwezi uliopita, kuna kundi la vijana wanajiita NETO, kirefu chake wanajiita kwamba Non-Employed Teachers Organization, waliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari pale Dar es Salaam. Sasa sisi kama umoja wa vijana tuliwasikiliza vizuri mkoa wa Mwanza, tunawaunga mkono. Tunaunga mkono harakati zao, tunaunga mkono mawazo yao. Kwani kama vijana wana haki ya kupigania maslahi yao katika nchi yao. Lakini sio hao peke yake, maana wale walikuwa ni kada ya walimu. Lakini unapozungumza changamoto ya swala la ajira, sio walimu peke yake. Wahandisi, madaktari na fani mbalimbali nyingine, hiyo changamoto imekuwa ipo. Kwa hiyo jukumu letu sisi, kwa sababu vijana wenzetu wa mkoa wa Mwanza wamekuwa miongoni mwa wahanga wa jambo kama hili, basi tuna wajibu wa kuwasemea na kutetea na kupigania maslahi yao. Sasa licha ya hao peke yao, kwanza ningependa kuwakumbusha nchi yetu, ukifuatilia taarifa kutoka TCU, Tanzania Commission for University, tuna vyuo vikuu takriban 50. Lakini nchi yetu inatoa programs za vyuo vikuu karibia 2193. Sasa unaweza kuona ni vijana wangapi ambao wanakuwa enrolled, admitted kwenye vyuo vikuu. Lakini vile ukifuatilia taarifa ya TCU vile wameweka wazi. Kwa mfano mwaka wa masomo 2023-24, vijana karibia 133 walikuwa admitted kwenda kujiunga na chuo kikuu kwa hiyo kwenda kusoma masuala ya bachelor degree, shahada ya kwanza. Sasa unaweza kuona ni vijana wengi ambao wanakwenda vyuoni na kwenda kwa ajili ya kusoma. Na wengi wana matamanio ya kwamba na wanaamini ya kwamba baada ya masomo yao basi wanaweza kupata ajira katika nchi yao na kuweza kufanya nini? Kuwa wazalishaji na kukuza uchumi wa nchi. Sasa hii changamoto tumesema tuizungumzie, tuunge mkono vijana hawa, tuwasaidie, na tunatamani tuone serikali ikiweza kufanya nini? Kulifanyia kazi. Lakini jambo la pili la msingi, tunalo ombi, kama mwenyekiti mmoja wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, ninalo ombi kwa serikali, lakini vile naomba nishauri serikali. Moja, nimesikia hivi karibuni alizungumza waziri wa utumishi na utumishi wa umma Mheshimiwa Simbachawene. Alizungumza kwamba wale vijana wamepanga kukutana nao hivi karibuni Dodoma na waziri husika. Sasa tunatamani kuona kikao hicho kiwe productive, ili vijana hao wakitoka hapo waweze kupata suluhisho ya changamoto zao. Lakini pia nyuma nishakusikia vile kuna kipindi kingine naibu waziri nafikiri wa TAMISEMI alikuwa anazungumza bungeni wakati anajibu swali kuhusu uhaba wa watumishi katika nchi yetu. Alitoa pendekezo kwamba watatoa room kwa kurugenzi wa halmashauri ikiwezekana waweze kuajiri ajira za mikataba.
Kwa nina wiwa kusema ya kwamba ninatamani kuona mawazo hayo moja na ndugu yetu naibu waziri, mheshimiwa naibu waziri dada yetu Zainab Katimba. Tunatamani kuona ya kwamba hayo yawe maelekezo ili kuweza kupambana na changamoto hii. Yawe maelekezo na sio tu wakurugenzi wa halmashauri wafanye kwa matakwa yao, bali serikali ielekeze kama halmashauri zote nchi 195 pale ambapo wanahisi makusanyo yao ni mazuri, basi waweke malengo ya kuweza kuajiri vijana ili waweze kuwasaidia kazi ili kuipunguza changamoto hii. Lakini mbili, juzi pia mheshimiwa Sibachaweni alikuwa anaongea na wakurugenzi wa taasisi za umma, aliwashauri kwamba katika taasisi ambazo zinaonekana kwamba wanahitaji workforce, basi wenyewe waweze kuajiri vijana vile vile. Basi tupende kuiomba serikali iweze kufanya tathmini katika mashirika haya ya umma, na yale mashirika ambayo yanaonekana labda yanalegalege kwa sababu ya kuwa na lack of manpower ambayo inatosha, basi itoe maelekezo ili vijana wachukuliwe hata kwa ajili za nini, za mikataba, ili tuweze kupunguza changamoto hii kwa kiasi fulani. Najua msemaji mkuu wa serikali mmemsikia ndugu Gerson Msigwa alisema kwamba serikali haiwezi kuajiri walimu wote, kama ambavyo haiwezi kuajiri waandishi wa habari wote, kama ambavyo haiwezi kuajiri wataalamu wa afya wote. Ni kweli, lakini na imani kuna measures ambazo zikichukuliwa zinaweza zikaenda zikapunguza changamoto hii kwa kiasi fulani. Sasa nini tahadhari? Nini changamoto ya kuwa na vijana wengi wasiokuwa na ajira katika nchi? Sababu inawezekana tunakaa tu kila siku tunaona vijana wanakwenda vioni, wanasoma na maliza. Ukifuatilia rekodi za TCU Tanzania hii, kwa mwaka zaidi ya vijana 1050 wanahitimu chuo kikuu. Sasa fikiria kwa mwaka vijana 1050 wanatoka chuo, zaidi ya 1050 wanahitimu vyuo vikuu. Na miaka inakwenda unakuwa na vijana wengi ambao wako mtaani ambao wapo tu. Sasa nini madhara yake? Moja, kuna uwezekano mkubwa serikali ikapata financial loss. Hapa namaanisha nini? Ukifuatilia historia ya kuanzishwa kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, bodi ya mikopo ya elimu ya juu imeanza mwaka 2005. Wakati tunaanza mwaka 2005, kipindi hicho walikuwa wanahudumia wanafunzi 20,000 peke yake. Lakini as we speak as of now, wanahudumia karibu wanafunzi 70,000 kwa kila mwaka wa masomo, wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu. Sasa fikiria, wameanza mwaka 2005. Mwaka 2005 bodi ya mikopo walitenga mpaka sasa wameshatoa takriban trilioni 5.6. Lakini fedha pekee ambayo imeweza kuwa recovered, ambayo serikali imeweza kurecover ni trilioni 1.5. Sasa piga hesabu, ni vijana wangapi ambao wametoka vioni wako mtaani, hawana ajira, walisomeshwa, hawajarudisha hiyo fedha. Maana yake serikali ipo katika hatari ya kupata financial loss. Kwa hiyo kuwatafutia vijana hawa shughuli za kiuchumi ambazo zitawaingizia kipato, maana yake tunakwenda ku rescue situation. Lakini vile vile tunayo mategemeo. Tumeona jitihada za Mheshimiwa Rais, kila mwaka serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya wanafunzi kuweza kusoma. Kwa hiyo tuna imani vijana ambao tayari wameshahitimu chuo wakipata shughuli za kufanya za kiuchumi wanaweza kulipa hizo fedha bodi ya mikopo, na vizazi vijacho vile vile vikaanza kunufaika na fedha hizo kama ambavyo hivi sasa sisi tumeshanufaika nazo. Elia Jackson Lupembe, News Update Media, Mwanza.